Iran inasema itasimama vyema kulinda maslahi ya taifa hilo. Taarifa zilizotolewa na msemaji wa serikali ya Iran imeeleza kwamba Iran wakati huu imeamua kuingia kwenye diplomasia badala ya vita, lakini ipo tayari kwa ajili ya vita, lakini lengo kuu ni kwa ajili ya kusimamia maslahi ya taifa hilo la Kiajemi. Msemaji wa serikali ya Iran amesema jamhuri hiyo inafadhilisha diplomasia kuliko vita, lakini inaviona viwili hivyo kama mikakati ya kulinda maslahi yao. Fatema Mohajeren amesema ingawaje mipango ya vikosi vya kijeshi inabaki kwenye ajenda na maandalizi muhimu juu ya hayo yangalipo kama ilivyoonekana kwenye mazoezi ya kijeshi ya hivi karibuni, lakini njia za kidiplomasia ndizo ambazo zinafuatiliwa kwa nguvu. Tunafuatilia matukio yanayojiri kwa karibu na tunaendelea kujitolea kwenye mchakato wa diplomasia. Amekumbusha kuwa Iran ilikuwa katika raundi yake ya 6 ya mazungumzo na Washington mnamo Juni mwaka 2025 wakati Marekani ilipoungana na utawala wa Israel kuishambulia jamhuri hiyo. Vita hivyo dhidi ya Iran vilichukua siku 12 tu, huku muungano wa Israel na Marekani ukishindwa kutungua makombora ya Iran yaliyotua Tel Aviv na kwenye kambi ya kijeshi ya Marekani ya Al Udeid huko nchini Qatar. Vita vya siku 12 vimekuwa ni somo kubwa kwa Marekani pamoja na Israel, lakini pia wakati wa vita hivyo Iran ilikuwa katika mipango ya kutaka kufanya mashambulizi zaidi na kutumia silaha zake ambazo hazikuwahi kutumika. Kadri vita vya siku 12 ilivyokuwa ikiendelea, Iran ilikuwa inachomoa makombora moja hadi lingine, ikiendelea kufanya mashambulizi dhidi ya Tel Aviv na maeneo mengine. Maafisa wa Iran wanasisitiza kwamba raundi mpya ya mazungumzo ya nyuklia lazima ihakikishe vikwazo haramu dhidi ya taifa hilo vinaondolewa. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alifanya duru 2 za mazungumzo ya nyuklia ya Iran na Marekani huko Geneva, Uswisi, kwa upatanishi wa Oman. Mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja ambayo yumkini yataendelea siku ya kesho Alhamisi. Kwa Marekani ikizidisha mvutano katika eneo la Asia Magharibi ili kutishia Iran kwa kupeleka manuari za kijeshi karibu na Ghuba ya Uajemi, jamhuri hiyo ya Kiislamu inasisitiza kwamba haitokubali kulazimishwa kusitisha kikamilifu urutubishaji wa urani na kueleza kwamba makombora ya Iran hayana nafasi katika mazungumzo hayo. Hiki ndicho ambacho kimekuwa ni kizungumkuti zaidi kwa nchi za Magharibi pamoja na Marekani na Israel, kwamba Iran haikubaliani na mpango wake wa makombora, lakini pia kuhusu suala la nyuklia. Moja kati ya jambo ambalo wakati huu linatajwa ni kile kilichoelezwa na Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Iran kwamba itapunguza kiasi cha uranium iliyorutubishwa kupelekwa katika taifa fulani, licha ya kwamba inatajwa huenda ikawa ni Urusi. Hata hivyo, hadi wakati huu Iran imesema kwamba vikwazo vilivyowekwa na Marekani vimefeli, na jambo kubwa ambalo wakati huu linapaswa kufanywa ni kuheshimiana, lakini pia kukaa mezani na kuzungumza kwa kufuata diplomasia. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.